Hello wanafamilia, habari ya wakati huu. Mimi ni tabibu wako, naitwa Lois. Leo nitaelekeza remedy. Nimeshafundisha mara nyingi soda ya Fanta. Katika video iliyopita nilikosa soda ya Fanta sababu anaishi nje kidogo ya mji. Sasa nimeipata. Hii ni nzuri sana kwa limbwata. Katika remedy ambazo nimeshawahi kufundisha, soda ya Fanta ni namba 1 kwa limbwata. Tena limbwata yake haiumizi, yani mtu anakuwa yuko nomo, habadiliki sana, lakini anakuwa anakuheshimu, anakupenda, yani heshima inakuwa kwa kiwango cha juu sana. Kwa nini nimerudia video hii? Kwa sababu nilipigiwa simu na mama mmoja. Ni mdada kwenye miaka 30, ni mtu wa kaskazini, kanda ya kaskazini kwa hapa Tanzania, sitataja kabila gani. Sasa mara nyingi watu wa mikoa mingine wanawaogopa sana watu wa kaskazini, hasa wanawake, kwa sababu inasemekana, sina uhakika kwa sababu sijawahi kuona, kwamba wana tabia ya kuua waume zao. Kwa hiyo dada ni fundi cherehani na alikuwa na mchumba. Baada ya yule mchumba akaenda kumtambulisha kwao katika mkoa fulani. Alivyoenda kumtambulisha kwao, wale wazazi wa yule kijana wakakataa. Wakasema haruhusi kuoa hii kabila kwa sababu wana tabia ya kuua wanaume. Na mama mtu akaapa, akashika tumbo lake kwamba kama utamuoa huyu mwanamke sina radhi na wewe. Lakini huyu dada wa kaskazini ni mcha Mungu, ana kazi yake na amemsaidia sana huyu kijana kwa kiwango cha juu, kwa sababu wakati wanakutana kijana alikuwa amesoma lakini alikuwa hana ajira. Akamsaidia, baadaye akapata ajira, yani kwa kazi yake ya cherehani, akamsomesha yule kijana. Yani alimpeleka nafikiri ni chuo cha udereva, driving school. Baada ya kuwa amempeleka yule kijana akapata kazi kwa mtu mkubwa sana. Yani katika wale wateja ambao walikwenda kushona nguo kwa yule mama, kwa yule binti, mmoja alikuwa ni mtu mkubwa sana, mwenye wadhifa mkubwa sana serikalini. Akamwambia, nisaidie mchumba wangu huyu hana ajira. Kweli yule baba akampa kazi bila kipingamizi. Sasa huyu kijana alipomchukua huyu binti kwenda kwao, kwenda kumtambulisha wazazi, wakakataa, hatuitaki hiyo kabila. Sasa leo nitakuelekeza remedy ya Fanta. Hii inaelekeza kwa wanandoa. Unajua kawaida anayeshikilia ndoa huwa ni mwanamke. Na ndio maana Biblia inasema mwanamke mpumbavu huvunja ndoa yake kwa mikono yake. Sasa kama ulifanya hivyo na usije ukarudia tena kosa, unatakiwa ufanye remedy ifuatayo. Nitakuelekeza limbwata yenye nguvu sana. Hii ni kwa wanandoa au wachumba. Ina nguvu sana. Soda ya Fanta. Unatakiwa uchukue soda ya Fanta kama hii, ambayo haijafunguliwa kabisa, iko sealed. Halafu utanyoa nywele zako. Kata kidogo kichwani, kata na nyusi. Sawa? Hizi kata kwenye makwapa na sehemu zako za siri. Sehemu yote ambayo ina nywele, iwe kwenye mikono, iwe kwenye miguu, lakini hakikisha kila sehemu kata nywele kidogo. Utaifungua hii Fanta ikiwa na gesi yake, weka hizi nywele. Halafu utachukua na nywele za mchumba wako. Haijalishi utazitoa kwenye kitana, utazitoa wapi. Hakikisha unapata nywele. Ukikosa nywele basi tutachukua karatasi nyeupe kama hii plain paper isiyokuwa na mistari, andika jina la mchumba wako na jina lako. Kwa mfano mchumba wako anaitwa Benedict Mti Msuya. Halafu huyu mwanamke anaitwa Lois Alphonse Nzunya. Hii ni mfano. Utachukua pia hii karatasi, ikunje kama mara 3 kuelekea kwako, weka ndani ya chupa ya Fanta. Chukua na hizo nywele weka. Ukipata nywele za mpenzi wako ni nzuri zaidi. Unaona? Halafu utaanza kumanifest, utaanza kumwomba Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, ninaweka ulinzi kwa mchumba wangu au mpenzi wangu au mume wangu. Mwenyezi Mungu, ninakuomba asitokee mtu kwa nguvu ya hii soda akayumbisha penzi langu. Asitokee mkwe, asitokee wifi, asitokee shemeji, asitokee sui nani, marafiki wakavunja ndoa yangu au chumba wangu. Ndoa hii itakuwa imara kama jiwe. Kama vile jiwe lilivyo imara linavyoweza kubeba magorofa, linavyoweza kubeba miamba, ndivyo ndoa yangu na penzi langu litakavyokuwa. Utanuia, utakuwa na manifesti asubuhi na jioni. Huko umeifunga chupa, tayari umeshaweka hivyo vitu, nywele, karatasi, nywele zako, nywele za mchumba wako na karatasi. Karatasi andika majina mawili, lako na la kwake.
Halafu baada ya siku 7, siku ya 7 asubuhi, fungua hii Fanta ambayo ina mchanganyiko, mwaga kwenye uwanja unapoishi. Utaongea, utamanifest. Kuanzia leo wewe ni wangu wa kufa na kuzikana. Na utakuwa unairudia mara moja angalau kila baada ya miezi 2 au 3, au mahali popote unapoona mchumba wako, mke wako, mume wako anaanza kuleteleta ka ukorofi kidogo, na kuhakikishia utaishi ndoa kama paradiso. Hii nilimwelekeza dada mmoja kama miezi 2 nyuma na imefanya maajabu. Kanipigia simu yeye mwenyewe, nilimwelekeza soda ya Fanta, lakini alilipia ushauri. Hapa huwa anaelekeza bure. Ukitaka ushauri zaidi unalipia. Kwa hiyo katika malimbwata ambayo nimeelekeza kwa kutumia remedies kwa mwaka huu ni soda ya Fanta. Imetenda miujiza, imefanya maajabu. Soda ya Fanta, Fanta Orange. Na pia nimeshapokea shuhuda nyingi sana juu ya soda ya Fanta. Kwa hiyo ili kuleta amani, nakwambia hivi, mpenzi wako, mke wako, mume wako, kutakuwa na amani, atakupenda. Hakuna nyumba ndogo itaingilia, hakuna sijui nini, hakuna, yani hakuna hata mzazi awazuie, hakuna atakayeingilia. Huyu binti alinipigia simu akiwa analia machozi, anasema mama mkwe amekataa, hamtaki. Amesema makabila yote, lakini sio hii kabila ya kaskazini. Sasa ili hilo hali isije karudia tena, tumia Fanta kama nilivyokuelekeza. Naitwa Tabibu Lois, naamini katika sheria nguvu za asili na ulimwengu, yani universe. Amini katika nguvu kubwa iliyoko ndani yako. Ndani yako kuna kila kitu. Kuna radi, kuna umeme, kuna moto, ni kiasi cha kuviachilia tu. Na kila kitu kiko ndani ya tumbo lako. Nimewahi kufundisha jinsi ya kupata muujiza kwa kulinyima tumbo lako chakula au kufunga. Huwa sipendi kwenda zaidi ya dakika 10, ninatibu magonjwa sugu mbalimbali na huwa ninatuma kokote Tanzania. Ukiwa Tanzania utapokea dawa ndani ya siku 2, nje ya Tanzania, nje ya Afrika utapokea dawa ndani ya siku 7. Na simu zangu ziko wazi kuanzia saa 2 asubuhi, saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Kuna shida kidogo ya network kwa upande wa Tanzania, andika message ama tumia WhatsApp utanipata. Ama unaweza kanipigia, na kusihi sana usinitumie voice au audio. Ni bora unipigie simu ama uandike message. Ninatibu vidonda vya tumbo kwa muda wa wiki 2, utapona, utakula kila chakula. Nitapaki ikiwemo na constipation. Soda kwa ajili ya matatizo yote ya kizazi kwa wanawake na wanaume. Kansa zote, ugumba, PID sugu, UTI sugu, kuziba kwa mirija. Tunaoda pia kwa ajili ya magonjwa ya pressure. Pressure ikiwa juu sana ama chini sana, moyo umepanuka ama umepigwa stroke. Pressure ni dozi ya mwezi 1, ukipigwa stroke au moyo ukipanuka ni dozi ya miezi 2. Na kuna wengine napelekea mpaka kiberiti cha moyo kinaisha nguvu, yani ule umeme wa moyo unaisha. Tunaoda kwa ajili ya kushusha sukari, tunaishusha hata kama unatumia sindano za insulin, inakaa normal ndani ya wiki 4. Na sukari ni ugonjwa hatari sana. Nimeshuhudia watu wakikatwa viungo, watu wakipoteza macho, watu wakiferi figo. Kwa kweli ni ugonjwa wa hatari sana. Lakini pia tunao dawa kwa ajili ya magonjwa ya njia za hewa, pumu au asthma, pneumonia, mafua sugu na ikozi sugu. Dozi ya wiki 3 unapona kabisa. Na tunao dawa kwa ajili ya matezi ya koo, tonsils, na au kansa ya koo. Kwa upande wa kansa, mgonjwa awe na uwezo wa kula chakula. Na tunao pia kwa ajili ya figo, ini na bandama. Unasumbuliwa na matatizo ya figo au ini au bandama. Kwa upande wa figo, jitahidi sana kabla hujafikia hatua ya dialysis. Ini, tumbo kabla halijavimba, bandama hilo nalitibu kwa 100%, yani hiyo haina kipingamizi. Tunao pia kwa ajili ya mifupa, magoti, mgongo na maungio. Dozi ya wiki 3. Tunao kwa ajili ya macho kushindwa kuona mbali au karibu, au vinyama vinavyoota hapa au huku mwishoni. Dozi ya mwezi 1. Tunao dawa kwa ajili ya magonjwa ya akili, kifafa, degedege, kichaa. Tunao dawa kwa ajili ya kupandisha kinga za mwili. Kwa mtu mwenye HIV, mwenye ukimwi, tunaziboost kidogo. Dozi ya wiki 2 mpaka mwezi. Tunao dawa kwa ajili ya bawasiri, hemorrhoids, vinyama vinavyoota kuzunguka njia ya haja kubwa. Dozi ya wiki 2. Magonjwa ya mfumo wa damu au ngozi, magonjwa ya kinywa na meno, magonjwa ya masikio, magonjwa kwa watoto na nguvu za kiume kwa wanaume. Lakini pia tunao dawa kwa ajili ya mvuto mkali sana, KKK,
mvuto wa kupendwa, utaingia popote, utasikilizwa. KKK inaharibu kesi kabisa. Tuna dawa kwa ajili ya limbwata. Unaweza kutumia Fanta ndio elekeza, ama ndio kukupa limbwata yenye nguvu sana. Naona, lakini pia mara nyingi unapoona ndoa au uhusiano umevurugika, huwa pale katikati kuna mtu, kwa lazima tunaongezea kidogo na dawa ya kumgombanisha na huyo mtu aliyeingilia penzi lenu. Lakini pia tuna dawa kwa ajili ya kuharibu limbwata kwa mtu yoyote ambaye mapenzi yanamtesa. Unakuta unampenda mtu lakini mtu anakudharau. Na tuna dawa kwa ajili ya vitu vingi sana, mtazamaji wangu, na kwa leo niishia hapa. Huwa sipendi kwenda zaidi ya dakika 10. Namba yangu ya simu iko kwenye kila video na kwenye profile zote YouTube na TikTok. Ukiwa na shida serious, chukua namba ya simu nipigie. Wakati mwingine wasijibu sana message, nipigie ama andika message kwenye simu. Ukitaka comment, watu wa TikTok, njoo account yangu ya YouTube, comment pale. Mungu akubariki sana. Usahau kulike, share na kusubscribe. Naamini mnanipenda na mimi nawapenda sana. Asante kwa kunitazama. Nikukaribisha kwa kipindi kingine. Bye.